jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana, unifanye niwe chombo cha amani. Palipo na chuki nieneze mapendo. Palipo na makosa pawe na msamaha. Palipo na mashaka pawe na imani. Pasipo na matumaini pawe na matumaini. Palipo giza nilete mwanga. Palipo na huzuni pawe na furaha. Bwana, unisaidie nitamani sana kufariji kuliko kufarijiwa, kuelewa kuliko kueleweka, kupenda kuliko kupendwa. Kwa kuwa ni katika kutoa ndipo tunapokea, ni katika kusamehe ndipo tunasamehewa, ni katika kifo ndipo tunazaliwa katika uzima wa milele. Amina. Ndugu zangu, nawakaribisha siku ya leo katika tafakari ya leo. Katika Injili ya leo tunamsikia Yesu Kristo akizungumza kuhusu uhusiano wake na Baba yake ambaye ni Mungu wetu. Anasema Baba yangu, na haya maneno yanawakera Wafarisayo kwa sababu kwa kusema Baba yangu anafanya kuwa yeye yuko katika sawa na Mungu, na ndiposa wanaanza kulalamika na kutafuta namna ya kumkamata. Lakini katika tafakari langu ningependa kuuliza jambo moja. Ni nini inafanya Yesu awe katika kiwango kimoja na Mwenyezi Mungu? Ni kwa sababu ya upendo. Mungu ni upendo. Tunasoma aya katika waraka wa kwanza Mtakatifu Yohana sura ya 4 mstari wa 8 kwamba Mungu ni upendo. God is love. Lakini pia tunasoma katika waraka wa Mtakatifu Paulo sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 11 kwamba Mungu Yesu Kristo alijishusha, akachukua nafsi ya mwanadamu, akajishusha hadi kifo. Kwa hivyo ndiposa anasema Baba yangu, ndiposa anasema Mungu wetu. Na sisi kama Wakristo, sisi ni mwili wa Kristo, basi tumepewa hii nafasi. Katika sala zetu tunasema Baba yetu uliye mbinguni, kwa sababu sisi ni mwili wa Kristo. Ningependa kusema jambo moja tu peke yake nikimalizia, kwamba hakuna yeyote ambaye anajiita Mkristo anaweza kuokolewa peke yake. Kama unajiita Mkristo na kama unaamini Kristo, basi ujua kwamba Kristo aliishi katika familia kwa miaka 30, na baada ya kuanza kazi yake ya uinjilishaji ya miaka 3 aliishi katika jumuiya. Tunajua kutoka hapo mwanzo, hata kutoka kuumbwa kwa ulimwengu na hata kuumbwa kwa sisi wanadamu, tunajua kwamba Mungu ni jumuiya. God is a community. Hakuna yule ambaye tunasema kwamba anaishi peke yake. Kwa hivyo kwa kuokolewa, hauwezi okolewa peke yako. Tunaokolewa kwa pamoja kama mwili wa Kristo. Na ndiposa tunaungana pamoja katika upendo. Upendo ndio unatuunganisha sisi wote. Kama vile Mtakatifu Paulo anasema katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 13 kuhusu upendo. Na basi swali ni je, unapenda? Kuna picha moja ambayo huwa natafakari nayo ya mbinguni, lakini ni picha pia ya Jehanamu. Picha ambayo watu wameketi pamoja wakiwa wanakula. Wale wa Jehanamu wanalisha, wale wa mbinguni wanalisha wenzao, na wale wa Jehanamu wanajilisha kivyao. Na ukijaribu kujilisha, chakula inamwagika chini, lakini wale wa mbinguni wanalishana wao kwa wao na wanakuwa na furaha. Uchoyo, ndugu zangu, kupenda mali kuliko kiasi. Tunaambiwa kwamba chakula na mavazi yanatosha. Kwa hivyo tuombe tuwe Wakristo wenye kutosheka. Langu ni kuombea siku ya leo
Katika sala zetu tukumbuke kwamba sisi ni mwili wa Kristo na utafuta nafasi ya kuombea wale wengine. Mwenyezi Mungu akubariki, na kupitia maombezi ya Mtakatifu Francisco wa Asisi naomba ubarikiwe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante. If this video blessed your heart, kindly please subscribe for more daily Catholic teachings and click the notification bell to walk in God's Word every day.